real estate. Unajenga nyumba, unanunua, unapata hela milioni 50. Unajenga nyumba, ufanyeje? Upangishe. Milioni 50, sawa? Kodi 300,000 kwa mwezi. Sawa. Mara 12. Kwa kodi yako kwa mwaka ni milioni ngapi? Milioni 3,600,000. Na 600,000. Sio ndio? Kwa hiyo inabidi uchukue milioni 50, ugawanye kwa ngapi mzee? Milioni 3,600,000. Una uhakika? Unachukua hela yako itarudi baada ya miaka 14. Kwa milioni 50. Kwa hiyo baada ya miaka 14 ndio useme sasa. Ndio useme sasa. Sasa niko kwenye tunafanya biashara. Naomba urudie hiyo kwamba na milioni 50 Mnyalo unacheka tulia. Dawa ituingie vizuri. Sasa hivi vitu watu hawafanyi. Yaani emsubiria kwanza. Nieleweshe vizuri. Nimechukua milioni 50. Tunajifarijigi sana. Nimeenda kujenga nyumba, si ndio? Ya kupangisha real estate, si ndio maana yake? Hiyo nyumba milioni 50 mimi napangisha kwa 300,000 kwa mwezi. Kwa hiyo kwa mwaka ni milioni 3,600,000. Utapata hizo milioni 3,600,000, milioni 3,600,000 miaka mingapi? Ili ya milioni 50 yako uliyoweka irudi. Miaka 13. Hiyo miaka 14 ndio inaitwa payback period. Muda wa kurudisha hela uliyoiweka. Sasa ukienda kwa wataalamu zaidi huko ndani nitawachanganya wana. Kuna vitu vingi sasa. Kwa sababu kuna maintenance. Hapo ya sure. Haibaki hivyo. Sina nielewa. Ndani ya miaka 14 hizi. Unanielewa? Inaweza kuzidi miaka sasa. Kwa hiyo unapoingia kwenye real estate unatakuwa hakikishe unajua unachokifanya. Sasa chukua hiyo milioni 50, weka kwenye treasury bond. Treasury bond milioni 50 unapata asilimia kama 15 point, kuna inaenda mpaka 15.25 kwa mwaka. Treasury bond kwa mwana ambaye yuko treasury bond ni hati fungani ya benki kuu. Ukiweka milioni 50 kwa mwaka unaingiza milioni 7,625,000. Kwa milioni 7. Wewe ino unaonaje? Ukajenge nyumba mara wakulipe wasikulipe. Au jiwekee kwenye bondi wewe unagonga milioni 7 milioni 3 huna uhakika kama